Haleluya. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 42. Mimi nitazungumza kwa uchache tu kama alivyotangulia kusema, nitazungumza kwa uchache. Kichwa changu cha ujumbe kinasema kwa nini nashindwa kuomba? Kwa nini nashindwa kuomba? Inawezekana kuna mtu uko mahali hapa uliwahi kupitia hali fulani ya kushindwa kuomba kabisa. Na wakati mwingine inawezekana sio tu ulikuwa unashindwa kuomba, lakini kuna kina au kiwango fulani ulikuwa unakitafuta katika Mungu, lakini maombi yako yakawa hayajaweza kukufikisha hapa. Au wakati mwingine ukaanza na ikafika mahali ukakwama, ukaishia njiani. Na usiku wa leo sio tutajifunza tu. Leo tunakunasua hapo katika jina la Yesu. Nasema leo unanasuka hapo katika jina la Yesu. Na Kutoka 12 ule mstari wa 42, Mungu anamwambia Musa ya kwamba usiku huu leo ni usiku wa kuangaliwa sana. Maana yake kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa anataka kuvifanya. Kwa hiyo alikuwa anahitaji umakini wa watu. Kwa nini nashindwa kuomba? Jambo la kwanza, kwa nini nashindwa kuomba? Kwa ufupi tu, cha kwanza kinachofanya unaona mtu yeyote anashindwa kuomba au baadhi ya watu hawezi kuomba ni swala la kukosa ufahamu. Watu wa Mungu, ni kueleza ukweli, kama utakuwa kuhani mzuri, mtu mzuri utakayesimama mahali pa maombi na maombi yako yakajibiwa, lakini pia ukasimama kwa nguvu kubwa na kwa ushindi mkubwa, lazima uwe mtu wa maarifa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 ule mstari wa 6, anasema ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, including waombaji. Wapo hata waombaji ambao adui wanaonea, wanashindwa kuomba, wanakosa vile ambavyo wanavitaka kwa sababu ya kukosa maarifa. Anasema na kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa. Alafu pale anasema sijakukataa tu, anasema nimekukataa usiwe kuhani wangu. So maana yake unapokuwa mtu asiyekuwa na maarifa, usitaka kuwekeza kwenye neno la Mungu, usitaka kuwekeza kwenye siri za Mungu, sio tu kwamba Mungu atakukataa wewe, anakukataa pia usiwe kuhani wake. Maana yake ni kwamba hutakuwa muombaji mzuri kama hutakuwa mtu mwenye maombi. Sasa kuna watu hawezi kuomba kwa sababu shida yao kubwa imeanza ni shida ya ufahamu. Hata ukimwambia hapa tuombe, kwa mfano leo tunaomba masaa 3, ukimwambia tuombe hapa, atakwambia pastor, masaa 3 tunaombaje? Mbona mimi nikiongea kidogo vimeisha vya kuomba? Pastor, tunaombaje masaa 3? Masaa yote hayo tunakuwa tunafanya nini kwenye maombi? Watu wa aina hii ni watu ambao changamoto yao iko kwenye ufahamu. Sasa ni aina gani ya ufahamu ambayo mtu akikosa atashindwa kuomba au atashindwa kuomba vizuri? Namna ya kwanza au aina ya kwanza ni kufahamu kuhusu umuhimu wa maombi. Umuhimu wa kitu. Ukijua umuhimu wa kitu, sio rahisi mtu wa Mungu ukafikia mahali ukayakwepa maombi kwa sababu yote ile. Ni kwa sababu utakuwa unafahamu umuhimu wa hilo jambo. Angalia mitume ambao walitembea na Bwana Yesu, na baada ya kutembea na Bwana Yesu wakayaona maisha yake ya maombi jinsi yalivyokuwa. Lakini baadaye Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 6 ule mstari wa 4, Bwana Yesu akiwa amewaacha peke yao, watu ambao mwanzoni walikuwa na Bwana Yesu walikuwa kufunga hawafungi, kuomba hata wakiamshwa waombe wanalala. Wakati fulani watu wakatokea wakaenda kuwashtaki hao wanafunzi wa Yesu, wakasema mbona wewe wanafunzi wako hawafungi? Mbona wewe wanafunzi wako kama vile wewe ndio unafunga tu peke yako, wao vipi? Hawa watu walikuwa ni watu ambao hawajui umuhimu wa kufunga na kuomba, lakini pia hawajui kina ambacho wangekipata kwa Mungu kama wangekeza kwenye maombi. Sasa unaona kwenye Matendo sura ya 6 ule mstari wa 4, baada ya Yesu kuacha, ilitokea kuna jambo limetokea kwenye kanisa, likataka kuondoa mahali pa maombi, wakakataa. Wakasema sisi tutadumu katika kuomba na katika kulihudumia neno. Na ndivyo ninavyokuona usiku wa leo katika jina la Yesu, ya kwamba unapokea neema ya kudumu mahali pa maombi katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema kama ni wewe kwa jina la Yesu. Swali chagua maombi. Wakasema tutadumu. Kudumu maana yake ni kwamba hatutakubali chochote kituondoe mahali pa maombi. Hata ingekuwa ni promotion imetokea kwenye kazi, haitaniondoa mahali pa maombi. Angalia watu kama akina Danieli, walikuwa wanajua ukubwa wa Mungu wao, walikuwa wanajua uwezo wa Mungu wao, lakini hawakujua tu uwezo wa Mungu wao, waliamua kumwamsha Mungu wao kwa njia ya maombi. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Danieli ile sura ya 6 ule mstari wa 10, baada ya sheria kutangazwa ya kwamba asiwepo mtu atakayeuita Mungu wala kumwabudu Mungu wa kina Danieli katika mji, asiabudiwe Mungu mwingine. Danieli, Biblia inasema ule mstari wa 10, Danieli alipojua ya kwamba yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, Biblia inasema akaingia nyumbani mwake. Wachana madhabahu hicho, kuna madhabahu ya nyumbani kwako. Leo unapokea neema na moto utawaka kule nyumbani pia kwa jina la Yesu. Nasema moto utawaka nyumbani pia kwa jina la Yesu.
Anasema Danieli akaingia nyumbani mwake, akafungua na madirisha yake. Huyu ni prayer warrior wa kizazi hicho. Anasema akafungua na madirisha yake kuelekea Yerusalemu, akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali. Kwa nini alisali? Alikuwa anajua uweza wa Mungu wake. Angalia tena Danieli sura ya 9 ule mstari wa 2 na wa 3. Nimekwambia kuna watu hawaombi kwa sababu hawajui umuhimu wa maombi katika kudai haki zao. Hawajui umuhimu wa maombi katika kusimama pamoja na Mungu. Danieli sura ya 9 mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 3. Biblia inasema Danieli katika mwaka wa kwanza ya kutawala kwake, mimi Danieli, kwa sababu ya kuvisoma vitabu. Muombaji mzuri ni msomaji mzuri. Mitume walisema tutadumu katika kulihudumia neno na kuomba. Haya mambo yanakwenda pamoja. Huwezi kutenganisha maombi na ufunuo wa neno. So hapa anasema kwa kuvisoma vitabu. Anasema nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa Yerusalemu, yani miaka 70. Angalia mstari wa 3. Prayer warrior baada ya kupata ufunuo kwenye neno la Bwana, anauchukua ufunuo kwenye chumba chake cha maombi. Baada ya kupata unabii kwenye neno la Bwana, anauchukua unabii kwenda kwenye chumba cha maombi. Mstari wa 3 anasema, twende haraka. Anasema nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu. Kuomba ni kumwelekezea Mungu uso wako, hata amekupatia haki yako katika jina la Yesu. So anasema nikamwelekezea Mungu uso wangu ili kusii kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia. Ufahamu ulipoingia ndani ya Danieli ulimsukuma kwenda kwenye chumba cha maombi. Usikubali wakati mwingine matatizo yakawa ndio kitu kinachokusukuma kwenda kwenye chumba cha maombi. Acha matatizo yako uone suluhu yake kwenye neno, na baada ya kuona suluhu kwenye neno ndio ikusukume kwenda kwenye chumba cha maombi. Pokea neema ya kulisoma neno katika jina la Yesu. Pokea neema ya kulisoma neno katika jina la Yesu. Lakini wengine hawaombi kwa sababu kwenye hilo swala ufahamu, wengine hawajui namna ya kuomba. Unajua kusikia maombi ni kitu kimoja, kujua namna ya kuomba ni kitu cha pili. Lakini nampenda Mungu Roho Mtakatifu kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 26 anazungumza kitu cha ajabu pale. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 anasema kwa kuwa kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Sikiliza, kuna udhaifu ambao tunao. Anasema Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Udhaifu ni udhaifu wa namna gani? Sio uje kwenye maombi usinzie hapa useme Roho anakusaidia ukiwa umesinzia. Hapana. Udhaifu ni wa kujua namna ya kuomba. Anasema kwa kuwa hatujui kuomba, na sio tu hatujui kuomba, hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Ndio maana tukiwa hapo unasikia msukumo wa kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Na wakati unanena kwa lugha unasikia kuna andiko fulani linakuja ndani ya roho yako, litibue na ulitamke katika jina la Yesu. Hiyo ndio namna ambayo Roho wa Bwana anatusaidia na analisaidia kanisa lake kuweza kuomba katika jina la Yesu. Mitume wanamfuata Yesu kwenye Luka 11 mstari wa 1. Wanamwambia Bwana Yesu, tufundishe namna ya kusali. So shida yao kwa nini walikuwa waombi ni kwa sababu hawajui namna ya kusali. Wakasema tufundishe namna ya kusali. Yesu akawafundisha akamwambia mkiwa katika kusali, semeni hivi. Hadi cha kusema alikuwa anawaambia. Kwa hiyo leo ninamwamini Mungu, neema ya ajabu iko hapa. Utajua namna ya kusali na utaomba katika jina la Yesu. Sina mashaka kwa sababu neema ya nyumba hii ni kubwa mno. Utaomba katika jina la Yesu. Jambo la pili, kwa nini wengine hawaombi? Jambo la pili, kwa nini watu wanashindwa kuomba? Au kwa nini mtu unakuta anakuambia pastor siwezi kuomba? Cha pili ni kwa sababu mtu anaweza akawa aliwahi kuomba, okay, nimeandika hivi, hawapati majibu wakiomba, au waliwahi kuomba na hawakupata majibu. So baada ya kumaliza kuomba, aliwahi kuomba, mwingine atakwambia pastor nilifunga siku 21 za masaa 12, nikajizuia kula chakula kwa siku 21 na nikamtafuta Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Lakini baada ya pale sikupata majibu ya kile nilichokuwa nakitafuta. Na kutokea hapo huyo mtu ni kama akawa amefikia mahali pa kukata tamaa. Haamini tena kama maombi yanafanya kazi. Haamini. Hata angekuja nani amuelezee nini, anakuambia niliomba na kama Mungu ni mwenye haki mbona hakunijibu? Sasa leo nataka tutatue tatizo. Kwa nini wakati mwingine unaomba na upokei majibu? Number 1, kwa nini unaomba na upokei majibu? Cha kwanza, yawezekana katika kuomba kwako uliomba vibaya. Kuna kitu kinaitwa kuomba vibaya. Yakobo sura ya 4 ule mstari wa 2. Yakobo sura ya 4 ule mstari wa 2 na mstari wa 3. Yakobo sura ya 4 ule mstari wa 2 na mstari wa 3. Kuna kuomba kunaitwa kuomba vizuri na kuna kuomba kunaitwa kuomba vibaya. Nitakuelezea maana ya kuomba vibaya nini. Huyu ni Yakobo anasema, huyu Yakobo alikuwa ni moja wapo ni ndugu wa Bwana Yesu, lakini alikuwa anayaona maisha ya maombi ya Bwana Yesu. Na alikuwa anaelewa baadhi ya tatizo au tatizo la baadhi ya washirika kuacha kuomba. Wengine ni kwa sababu hawana msukumo, nitakuelezea baadaye. Lakini wengine ni kwa sababu wanaomba vibaya. So baada ya kuomba vibaya kwa kipindi fulani wakakata tamaa. Anasema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana
wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Asiyeomba hatakuwa na kitu. Hata usiku wa leo asiyeomba hatakuwa na kitu. Anasema wala hamuombi, wala hamna kitu kwa sababu hamuombi. Asiyeomba hatakuwa na cha kuonyesha. Mstari wa 3 anasema hata muomba wala hampati. Kuomba wanaomba, lakini hawapati majibu ya wanachoomba. Kwa nini? Anasema kwa sababu muomba vibaya. Kuomba vibaya ni kuombaje, mtumishi wa Mungu? Kuomba vibaya, number 1, ni kuomba nje ya neno la Mungu. Kwa tafsiri nyingine kwamba unaomba kinyume na neno la Mungu. Mungu ajibu machozi yako kwenye chumba cha maombi, anaguswa na machozi yako. Yaani ukilia anaguswa na hayo machozi. Ukikaa ukagaragara pale anaguswa, kwa sababu ni Mungu mwenye huruma, anaguswa na kugaragara. Lakini kitakachomuinua aje akutendee neno lake. Yeremia 1:12 anasema analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Maana yake hana cha kutimiza kama hajaliona neno lake kwenye maombi yako. Na usiku wa leo nakuombea katika jina la Yesu, ya kwamba utakapokuwa ukiomba usiache kuliweka neno la Bwana katika jina la Yesu. Nasema usiache kuliweka neno la Bwana katika jina la Yesu. So number 1, kuomba vibaya ni kuomba kinyume na neno la Mungu. Lakini cha pili, kinyume pia na mapenzi ya Mungu. Yawezekana nilikuwa najifunza baadhi ya vitu kwamba kwa mfano Yesu wakati anamuomba Mungu ili Mungu amuepushe na mauti, anasema kikombe hiki Baba uniepushie, ila sio mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Lile ombi hata Yesu angeombaje? Kwa sababu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu ya wakati huo kwamba apelekwe msalabani. Hata angesimama na maandiko kama Zaburi 91:10 ya kwamba mabaya hata nipata mimi. Angesimama na maandiko kama Zaburi 34:7 ya kwamba malaika wa Bwana huwazingira wale wamchao na kuwaokoa. Na nikueleze ukweli, kati ya kitu Yesu aliwahi kukiomba, nilikuwa nasoma Waebrania sura ya 5:7, nikaona anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maana yake Yesu aliomba mpaka afika mahali amegeuza maombi kuwa matoleo. Anasema yeye awezaye kumtoa na kumwokoa katika mauti. Maana yake alikuwa anaomba ili Mungu amtoe katika mauti, lakini mauti hili bidi aiendee. Kuna mwingine inawezekana jambo unalopitia lina mapenzi fulani ya Mungu ndani yake, na kwa sababu ya kutokujua unamuomba Mungu akunasue hapo, wakati inawezekana Mungu anataka aitumie hiyo kama njia ya kukupeleka unapopaswa kuelekea. Usiku wa leo nakuombea, pokea neema ya kuomba vizuri katika jina la Yesu. Nasema pokea neema ya kuomba vizuri katika jina la Yesu. Lakini pia mchungaji, kuomba vibaya ni kuombaje? Kuomba vibaya ni kuomba ili uvitumie vitu unavyovitaka Mungu akupe kwa mapenzi yako na kwa tamaa yako mwenyewe. Rudi pale kwenye Yakobo sura ya 4 mstari wa 3. Anasema maomba vibaya kwa sababu mnataka mvitumie kwa tamaa zenu. Ili Mungu akupatie chochote unachoomba, lazima uzingatie hili jambo. Unachokiomba kiwe ni kweli ni uhitaji wako, lakini pia ni uhitaji wa Mungu kwa wakati huo. Hana aliwahi kusumbuliwa na kuomba vibaya. Na mwanzoni alikuwa anaomba vibaya kwa kumwambia Mungu nipe mtoto ili Penina ajue na mimi nina tumbo la uzazi. Mungu nipe mtoto ili wakwe zangu wasije wakaona kama nimekuja kwenye nyumba ya Samueli kama vile nimekuja kujaza choo. Unajua maneno yakiwaga mengi, kuna wakati yanaamsha asili fulani ya kuomba ndani yako. Kuna mwingine lazima useme kidogo ndio uje ulale hapa kwenye mkesa. Halo, unanielewa vizuri? So anasema maomba ili mvitumie kwa tamaa zenu. Hana mwanzoni alikuwa anaomba mtoto ili amtumie yule mtoto kumonyesha Penina na kumonyesha mume wake na kuonyesha jamii yake ya kwamba hata na yeye ni mwanamke na anaweza kuzaa. Kwa maombi hayo hakupata chochote. Siku ambapo alipata akili, akagundua katika haya majira, Samueli wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa kwanza, akagundua katika majira alionayo neno la Mungu limekuwa adimu. Alipogundua neno la Mungu limekuwa adimu, akagundua tunahitaji watumishi wa Mungu kwenye kizazi. So alipoona huo uhitaji wa watumishi wa Mungu kwenye kizazi chake, akamwambia Mungu, ukinipa mtoto nitakupa nabii. Nikuulize kwenye unachoomba utakachoomba. Ni nini ambacho nataka Mungu akupe, ambacho akikupa na wewe kuna kitu utamfanyia Mungu kupitia hicho. Usipoweza kuweka uhitaji wako ukaambatana na uhitaji wa Mungu, unaweza usipate unachokiomba. Mungu haipo kwa ajili ya ajenda zako, yuko kwa ajili ya ajenda zake. Ila katika ajenda zake, ndio maana Yesu anasema mkiwa katika kusali, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Unaanza na ufalme wako uje kabla ya riziki zako. Unaanza na mapenzi yake yatimizwe kabla ya riziki zako. Maana yake ni mpaka umeweza kuona uhitaji wa Mungu kwa wakati huo, ukajiunganisha na huo uhitaji. Kwa mfano unaona, kwa mfano tunaendelea labda na ujenzi. Inawezekana kanisani tunaendelea na ujenzi. So unaona tunaendelea na ujenzi. Unaambia Mungu, ukinipa hela, unaona kuna kitu fulani pale kanisani nitakifanya. Ukiweza kuambatanisha uhitaji wako na uhitaji wa Mungu, hicho unachokitaka kitatokea. Pokea neema ya kuomba vizuri katika jina la Yesu. Lakini kingine, kuomba vibaya ni kuombaje mchungaji? Kuomba vibaya ni kuomba bila imani. Unaomba ukiwa huamini Mungu kama anaweza kukusaidia. Unajua kuomba sio shida.
Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 6. Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 6. Anazungumza kitu cha ajabu pale. Anasema Waebrania 11 mstari wa 6. Yoyote anayetaka kumpendeza Mungu lazima amuendee kwa imani. Tuwekea haraka haraka pale. Waebrania 11 mstari wa 6. Okay, ngoja nisome hapa. Shandara katabaya. Hii hapa. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Muombaji asiyekuwa na imani sio tu maombi yake yampendeze Mungu, hata yeye yampendeze Mungu. Sikiliza, anasema lakini pasipo imani. Imani yako ndio mkono wako wa kupokelea mahitaji yako uliyopeleka mbele za Mungu. Maana yake ukikosa imani umekosa mkono wa kupokelea. Anasema lakini haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye. Sasa imani hii imelala pande mbili. Anasema kwa maana mtu amwendeaye lazima aamini kwamba yeye yupo. Kwa hiyo unavyokuja, kwa mfano leo umekuja hapa kanisani, lazima uamini Mungu yuko hapa usiku wa leo. Sikiliza tena, imani hii ninayoongelea hapa ni imani ya kwamba umekuja hapa usiku wa leo, lazima uamini Mungu yuko hapa. Na sio tu yuko hapa, kuamini yuko hapa ni jambo moja. Cha pili, anasema kwamba uwapa sababu wale mtafutao. Lazima uamini anacho unachokihitaji. Kwa nini usimpigie Yesu makofi sasa? Unajua mtu anaweza akaniona kwa mfano mimi, wewe mfano unaweza kuwa una uhitaji na bilioni 2 kwa mfano. Nimetaja hela kubwa kidogo kwa sababu ni kubwa kubwa kidogo. So unaweza kuwa una uhitaji na bilioni 2. Unaweza ukaniona mimi hapa ukasema yule mtumishi wa Mungu anaweza kunisaidia, na anachoweza kusaidia ni maombi. Hii bilioni 2 hawezi kuwa nayo. Na kuna watu pia anaamini jambo lake yeye Mungu yupo kweli, lakini jambo lake aamini kama Mungu anaweza kalitatua. Sikiliza nikwambie, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Luka sura ya 1 mstari wa 37. Malaika anaongea na Mariamu. Wakati Mariamu anajitetea anasema sina mume. Anasema kwa tafsiri nyingine kwamba analeta vigezo vya kibinadamu kwenye jambo ambalo Mungu ameshasema litakuwa. Akiwa anasema hivyo, anasema malaika wa Bwana akamwambia hakuna jambo. Anasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Ni neno gani ambalo daktari amekwambia haliwezekani? Na nikwambia usiku wa leo linawezekana. Nasema hivi, usiku wa leo linawezekana katika jina la Yesu. Na unapaswa kujua kila ambacho hakiwezekani kwa wanadamu, kwa Mungu wako, sio tu kwa Mungu, kwa sababu miungu wako mingi. Kwa Mungu wetu, Mungu wako, linawezekana. Nasema tena linawezekana. Hiyo afya inaweza kupona katika jina la Yesu. Hiyo ndoa inaweza kupona katika jina la Yesu. Hiyo uchumi wako unaweza ukasimama katika jina la Yesu. Namba 3, kwa nini watu waombi? Haraka haraka. Kwa nini watu waombi? Namba 2 nimekuambia ni kwa sababu waliwahi kuomba au wanaomba na hawapati majibu wanachokiomba. Namba 3 ni kwa sababu wamekaukiwa kiroho. Kuna kitu kinaitwa kukaukiwa kiroho. Kukaukiwa kiroho, yani mtu he is very dry. Amekauka ndani. Kukaukiwa kiroho maana yake nini? Namba 1 ni umepoteza bubujiko la ndani. Hauna bubujiko tena. Unaweza, mtu asiye na bubujiko anaweza akakaa mahali ambapo uwepo wa Mungu upo, akakaa kama gogo, hawezi kufanya chochote. Wengine wanainua mikono, wengine wanalia, wanatoka machozi, wengine wanaanguka chini, wengine wanapiga makofi, wanamshangilia Bwana, ila yeye yupo tu, amepoteza bubujiko. Isaya 56 ule mstari wa 10. Isaya 56 ule mstari wa 10. Poteza bubujiko. Usiku wa leo naiona neema ya ajabu ya kurudisha bubujiko ndani yako. Nasema naiona neema ya ajabu ya kurudisha bubujiko ndani yako. Zile ibada za familia na ibada za nyumbani zinarudi tena kwa jina la Yesu. Isaya 56 mstari wa 10 anasema walinzi wake ni vipofu. Angalia, huyu ni muombaji aliyeshambuliwa. Walinzi kiroho, tunaongelea waombaji. Muombaji mahali popote alipo yeye ni mlinzi. Na ni mlinzi pamoja na Bwana. Isije kafika mahali wewe kama muombaji unasema vitu kwenye huu mtaa au kwenye ile eneo au kwenye hii ofisi vinaenda vizuri kwa sababu yangu. Sio kafika mahali ukajipa wewe utukufu. Alindaye nyumba asipolinda pamoja na Bwana anafanya kazi bure. Maana katika kuomba kwako, katika kulinda kwako, kama Mungu asingekuwepo, usingepata hicho unachokiringia. So hapa anasema walinzi wake ni vipofu. So ni muombaji ambaye amepigwa na upofu wa kiroho. Alafu anasema wote pia hawana maarifa. Nilikwambia maarifa ukikosa utashindwa kwenda kina fulani kwenye maombi. Lakini anasema wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia. Angalia, anasema ni mbwa walio bubu. Hakuna maana ya kufuga mbwa aliye bubu. Unaweza kufuga mbwa aliye bubu, hana kazi. Kwa sababu mbwa kazi moja wapo, kifaa kimoja au silaha moja wapo ambayo mbwa anaitumia ni kinywa chake. Kinywa chake ni silaha. So mbwa aliyepigwa ububu ni muombaji aliyepigwa ububu, na anaelezea hapo kwa nini ni bubu. Anasema ni kwa sababu hawezi kulia. Maana yake hana bubujiko tena ndani. Akija kwenye ibada hana bubujiko ndani.
Anaweza akaona wengine wanaendelea, anaangalia tu vinavyoendelea. Na sio kila aliyepoteza bubujiko ameacha kuja kanisani, japo kuna walioacha kuja kanisani. Lakini wengine wanakuja na hawana bubujiko. Yohana sura ya 7 mstari wa 37 mpaka mstari wa 39. Yesu akiwa kwenye sikukuu, siku ya mwisho ya sikukuu, amekaa pale, amehubiri ndani ya siku zote, amekuwamo pale ndani ya siku zote. Lakini katika siku ya mwisho tunashangaa Yesu anaita, anasema jamani, kuna mtu yote mwenye kiu aje. Alichokuwa anamaanisha, maana kuna mtu amekaukiwa, kuna mtu anaona amepungukiwa, anasema aje anywe. Kuna mito ya maji itaanza kububujika ndani yake. Na mimi namwamini Bwana usiku wa leo, mito ya maji itabubujika ndani yake katika jina la Yesu. So amepigwa huyu mtu, amepoteza uwezo wa kulia na kuomba tena. Kuna aina ya vitu kivitaka kwa Mungu lazima ulie. Yesu Bwana wetu Mwokozi aliwahi kulia. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7 anasema yeye katika siku hizo alimtolea Mungu dua, sala, machozi pamoja na kulia sana. Wewe ambaye ulikuwa unamwamini na unaita ni Mwokozi wako, alikuwa analia mahali pa maombi. Leo ni wamama wachache, unaweza kaona, au wanaume wachache, anakuja kwenye ibada, anainua mikono yake juu na machozi yanatiririka. Na sio tu machozi kwa sababu ana shida, ni machozi kwa sababu akiangalia Mungu alipomtoa, akiangalia mambo Mungu aliyomtendea, akiangalia wema wa Mungu na rehema za Mungu kwenye maisha yake, anaona hakuna anaweza kunifanyia hivi isipokuwa Mungu peke yake. So anafikia mahali hahitaji kuambiwa kwenye ibada, inua mikono, Mungu yuko hapa. No, akiwa tu anajua Mungu yuko hapa, na Mungu akiwepo anastahili kuheshimiwa. So wengine wamepoteza bubujiko, hakuna bubujiko ndani yao. Nampenda Mungu Roho Mtakatifu. Ayubu anasema hata kama ulikuwa umekauka na mizizi yako adui ameitia kwenye mchanga, Ayubu alisema kwa harufu ya maji. Leo hamna harufu ya maji hapa, kuna mito ya maji. Ayubu alisema kwa harufu ya maji nitachipua tena. Mimi leo nakutangazia mito ya maji iko hapa, na kwa neema ya Bwana yuko kwenye madhabahu hii, mito ya maji inabubujika tena ndani yako katika jina la Yesu. Jambo la 3 kwa haraka haraka. Jambo la 4 kwa haraka haraka, kwa nini unashindwa kuomba? Kwa nini unashindwa kuomba? Kwa nini unashindwa kuomba? Jambo la 4. Aya kata yana mashanda ragadabaya. Mandara makaria basaya. Ni kwa sababu hapa nataka niongelee kuna aina ya watu ambao wamekuwa wakiambatana na watu wasioomba na wanaodharau maombi. Mimi nataka nimpige nyundo za kichwa yote ambaye hapendi maombi na anadharau maombi. Unajua kuna watu ambao wanayadharau. Biblia inasema hao ni watu ambao wanayatukana matukufu. Jambo ambalo hata Yesu alifanya akiwa hapa duniani. Na tumeagizwa ombeni bila kukoma. Ila leo kuna watu wanadharau maombi. Akiona mtu ameomba asubuhi hapa mpaka jioni, anasema hao ombaji hao hawana kazi. Ndio hao wanakaa kanisani. Hao ombaji hawa ni watu wavivu. Muombaji ni mvivu. Wewe unaweza kuomba masaa 3. Unaweza kuomba masaa 3 ili tuelezee muombaji ni mvivu. Tunaweza tukawa na waombaji ambao wakiomba Mungu anapowapa mawazo na vitu vya kutendea kazi, hawaendi kuvitendea kazi. Ila hatuna mtu ambaye ni muombaji mvivu. Ukiwa mvivu huwezi kuomba. Wavivu ni watu wa kutoa visababu. Sasa mvivu anaweza kaamka alfajiri, wakati wa kwenda kazini, wengine wanaenda kazini, akatoa sababu akasema kuna simba yuko nje. So akabakia ndani amelala. Vivu bila sema ni mtu ambaye anaweza katoa sababu akashindana na watu 7 wenye nguvu, na akawashinda kwa sababu ya visababu. Angalia hapa. Zaburi sura ya 1 ule mstari wa 1. Unaambatana na watu wasiopenda maombi. Watu ambao wakikuona wanaenda kwenye maombi wanasema unapoteza muda. Leo kuna hadi wapendwa wengine unakuta hapo kwenye makanisa yetu, alifikia mahali alipata labda jambo fulani, changamoto ilimpata, akaamua kwenda kwa mganga. Ameshauriwa kwenda kwa mganga, anaamua kwenda kwa mganga, anaona kama Mungu wetu anachelewa kujibu. So mganga anaona ndio mtu ambaye anaweza akampa msaada haraka. Siku unavyoanza tu kuwaza hivyo, ujue unaelekea kwenye shimo. Inasema iko njia onekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Simtumainie mwanadamu. Mungu wetu ndiye aliyewaumba hao wanadamu wanataka kuwatumainia. Yeye ana majibu ya kila mtu aliyoko mahali hapa usiku wa leo. Ndani kwambie Mungu anayo majibu yako usiku wa leo katika jina la Yesu. So Zaburi sura ya 1 ule mstari wa 1 anazungumza kitu, anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Shauri mahali ambapo watu wanaongea kinyume, ni watu wasio haki, sio watakachokuwa wanaongea ni kitu kilicho kinyume na Mungu. Wanaongea vitu visivyoeleweka kwa habari ya maombi. Anasema wala hakusimama katika njia ya wenye dhambi, wala hakuketi barazani pa watu wenye mzaa. Kuna watu wanamzaa mpaka na mambo ya Mungu. Subiri nikuongezea andiko lingine afu nitakuelezea vizuri. Petro wa 2 sura ya 2 ule mstari wa 11 na 12. Petro wa 2 sura ya 2 mstari wa 11 na mstari wa 12. Watu wanaoyatukana matukufu.
Ukiambatana na watu wasioomba, baada ya muda wewe unakuwa asiyeomba anayefuata. Kama ilivyo kiambatana na watu wenye hekima, naona kuwa mwenye hekima anayefuata. Ndivyo ilivyo kiambatana na watu wanaomba, baada ya muda naona kuwa muombaji anayefuata. Isaya, moja ya kitu kilitaka kumharibu ni kuambatana na watu wenye midomo michafu. Baada ya muda alianza naye kuwa mtu mwenye midomo michafu. Kwa maana lazima uchague watu unaotaka kuambatana nao kabla watu hawajakuchagulia namna yako ya kuishi. Hapa anasema wenye ushupavu ni watu ambao wanajiona wao wanaweza. Yeye haamini katika maombi, anaamini kila kitu ni bidii. Kila kitu ni kufanya kazi kwa bidii. Ni kweli bidii ina nafasi, lakini watu wa Mungu sisi hatufanikishwi na bidii tu. Hata hiyo bidii inawekwa ndani yetu na Mungu. So unaona hapa anasema wenye ushupavu, wenye kujikinai, ni watu waliojikinai, wanaodharau maombi, wamejikinai. Wamejikataa kwa tafsiri nyingine. Anasemaje? Hawatetemeki wakiyatukana matukufu. Moja wapo ya kitu cha muhimu ni maombi. Maombi ni kitu cha muhimu. Kazi moja wapo ambayo Yesu anaifanya mpaka leo kule mbinguni ni kutuombea sisi. So hiki ni kitu kitukufu. Usidharau mahali pa maombi. Usimdharau muombaji yoyote. Hata kama ana unachotegemea awe nacho kwa sasa. Lakini nani nikwambie, Mungu wake ni mkubwa sana. Anaweza akabadilisha matokeo wakati wowote. Sana muda usio sana. Maisha yake yanaweza kageuka kuwa kitu kingine. Alafu anasema, angalia mstari wa 12. Angalia mstari wa 12. Anasema lakini kama wanyama wasio na akili. Watu aina hii wanaodharau ya mambo ni kama wanyama wasiokuwa na akili. Anasema ambao walizaliwa kama wanyama tu, wa kukamatwa na kupotezwa, wakikufuru katika mambo yasiyojua. Angalia andiko lingine la mwisho. Alafu nimalizie jambo la mwisho linalopeleka kwenye maombi sasa. Jambo lingine la mwisho, andiko lingine la mwisho, Ayubu ile sura ya 21 mstari wa 14 na 15. Ayubu 21 mstari wa 14 na 15. Ayubu 21 mstari wa 14 na 15. Okay. Anasema walakini walimwambia Mungu. Angalia watu walivyokuwa watu wa ovyo, waliojikinai, waliojikataa, waliojikatia tamaa. Anasema walakini walimwambia Mungu, tuondokee. Kwa lugha ya leo, tungetumia lugha ya leo, angemwambia Mungu, sepa. Ondoka. Wewe unangoja nini hapo? Ondoka. Yaani ni watu wanamwambia Mungu, ondoka. Tuondokee hapa Bwana. Anasema kwani hatutaki kuzijua njia zako. So walikuwa wanakataa njia za Mungu. Alafu angalia mstari wa 15. Mstari wa 15. Anasema huyo Mwenyezi ni nani? Yaani wanaambiana wao kwa wao, kwani huyo Mungu ni kitu gani Bwana? Usitutishie Bwana. Huyo Mungu ni kitu gani Bwana? Unajai kuona watu hivi? Ambao wamejikinai. Wanamchukulia Mungu wetu poa. Wakati Mungu wetu aliwahi kupasua bahari. Wakati Mungu wetu aliwahi kufanya mambo makubwa ambayo hakuna Mungu mwingine wala mwanadamu mwingine amewahi kujaribu na akaweza. Anasema wanamwambia Mungu tu, hata tumtumikie. Huyo Mungu ni nani hata tumtumikie? Anasema nasi tutafaidiwa nini tukimuomba? So kwa sababu hawajui pia faida ya maombi, ndio maana wanamtukana Mungu na kumfukuza Mungu kwenye maisha yao. Na wakati mwingine sio lazima uombe Mungu ondoka kwenye maisha yako. Unavyoanza kuendesha maisha yako kwa jitihada zako, kwa nguvu zako, kwa akili zako tu, mtu wa Mungu, unapaswa ujue ni wakati ambao umwambia Mungu kaa pembeni. Mungu Roho Mtakatifu ni mnyenyekevu sana. Ndio maana Biblia inasema usimzimishe, kwa sababu anaweza akazimishwa hadi na mtu. Biblia inasema usimzimishe. Kuna wakati anataka akusaidie, lakini kwa sababu hujautaka msaada wake anakuacha. Unajua yeye sio msaidizi kimbele mbele. Yeye ni msaidizi ambaye anasubiri umuhusishe. Umuhusishe. Alafu naye ndo ahusike kwenye jambo lako. So kuna wakati anakuona unaelekea kwenye shimo, ila atakachokusaidia atakuambia, atakuonya, atakuelekeza, atakushauri. Akiona uelewi atakuacha. Ndio unasikia anayeshupaza shingo yake itavunjika ghafla na wala hatapata dawa. Jambo la mwisho, simama pia kwa miguu yako. Kwa nini watu wengi waombi? Kuna wakati ni shambulizi la kiroho kabisa. Adui amekushambulia kiroho. Umeishiwa nguvu. Huwezi kuendelea tena. Huwezi kufunga tena. Unakuwa hata wakati mwingine una shauku. Ukisikia watu wanasema wameomba, unakuwa ndani yako unakuwa hata na kashauku, lakini huwezi. Kila ukitaka kuinuka, huwezi. Mahali fulani kwenye kitabu cha Yohana sura ya 11 anasema ndugu zake na Yesu wakaagiza watu wamwendee Yesu. Wakamwambia Yesu, rafiki yako Lazaro hawezi. Shambulizi la kiroho, rafiki yako Lazaro hawezi. So kuna mtu mwingine unaamka hata usiku kabisa umeamka, ila kupiga magoti uombe hauwezi. Unakuta tu umekaa macho na huna cha kufanya.
Huwezi, kwa sababu umeshambuliwa kiroho. Adui anashambulia nini anapokushambulia kiroho? Number 1, anashambulia moyo wako. Anaupiga moyo wako. Huwezi ukaomba. Maombi yatakayokupa matokeo ni maombi yanayozaliwa kutoka moyoni. Anasema kwenye kitabu cha Maombolezo ya kwamba umimine moyo wako kama maji mbele za Mungu. Kuomba ni kumimina moyo wako mbele za Mungu. So adui anaushambulia moyo wako. Moyo wako unakuaje? Unakuwa mgumu kwenye mambo ya Mungu na kwenye maombi. Unakuwa mgumu. Unakosa ile yale kuvunjika na kupondeka kwenye uwepo wa Mungu. Lakini mwingine adui ameshambulia nini? Ili usiweze kuomba. Mwingine adui ameshambulia imani yako. Umeanza kupoteza imani yako kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo huna tena ujasiri wa kuomba, kwa sababu kumwendea Mungu kunahitaji ujasiri. Bila sababu tunapokiendea kitu cha neema, tukiendee kwa ujasiri. Na huo ujasiri unaibuliwa ndani yetu na imani. So adui wakati mwingine anashambulia imani yako. Yesu anamwambia Petro, nimekuombea imani yako isitindike. So kuna mwingine imani yake imeshatindika kwa sababu ya shambulizi la kiroho alilolipata. Shambulia imani yako kwa Mungu, imani yako kwenye mambo ya Mungu. Lakini mwingine, napozungumza kuhusu kushambuliwa kiroho, mwingine naongelea adui ameushambulia mwili wako. So kila muda wa maombi ukifika, mwili wako unakuwa mzito. Hili ndio shambulizi ambalo lilipata Mtume Petro pamoja na wenzake ambao Yesu aliwachukua. Kasome vizuri Mathayo sura 26 mstari wa 40 mpaka mstari wa 43. Biblia inasema Yesu akiwa anaomba. Yesu huyu ambaye sisi tunamuita hapa, wao walikuwa nao physically, walikuwa wanamuona uso kwa uso. Wakitaka kumshika wanamshika. Lakini angalia, Yesu anawaamsha waombe. Anamwamsha Petro mara ya kwanza. Petro anaamka, anaona tu maruerue. Anarudi kulala. Biblia inasema kwa sababu macho yake yalikuwa mazito. So mwingine adui amekushambulia, una uzito wa kiroho usiokuwa wa kawaida. Leo nataka uzito tuupangue katika jina la Yesu. Nasema nataka uzito tuupangue katika jina la Yesu. Nasema nataka uzito tuupangue katika jina la Yesu. Angalia mstari wa 40. Angalia mstari wa 40. Anasema aliwaambia kaeni hapa. Mstari wa 40. Anasema akawajia wanafunzi wake akawakuta amelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Yaani ukiona mchungaji hata anakuja kukuinua kwenye kiti ili uombe, unaona kama mchungaji anakutesa. Hii ndio Petro ilikuwa inamtokea. Unaona kama mchungaji anakutesa. Unaomba, inafika mahali wewe unakaa, wengine bado wanaomba. Anakuja mtu anakunyanyua. Unaona kama huyo mtu kuna namna unataka kumuelezea jinsi ambavyo hujisikii au umeshindwa au umekwama, lakini hauwezi. Shambulizi la kiroho. Angalia mstari wa 41. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. So roho ya Petro ilikuwa iko radhi, lakini mwili wake ulikuwa ni dhaifu. Adui ameshambulia mwili. Angalia mstari wa 43. Mara nyingine tena Yesu anarudi. Mstari wa 43. Anasema akaenda tena, akaja akawakuta tena wamelala, maana macho yao yalikuwa mazito, yamejawa na usingizi. So mwingine adui amekupiga na usingizi wa kiroho. Usingizi wa kiroho ni kama usingizi wa kawaida. Ukimpata mtu anapoteza machale yake ya kiroho. Unapoteza uwezo wa kuona na kugundua vitu kabla havijatokea. Ulikuwa unaotaga ndoto, ulikuwa unaonaga maono, ulikuwa unasikiaga sauti ya Mungu, sasa hivi ni haipo. Usio kafikiri kwamba wakati mwingine umetenda dhambi, wakati mwingine ni shambulizi la adui. Limekushambulia usiweze kumsikia Mungu tena. Inua mikono yako juu pale ulipo. Sema Baba katika jina la Yesu. Sema Baba katika jina la Yesu. Sauti yako ni silaha yako, itumie vizuri. Sema Baba katika jina la Yesu. Usiku wa leo, Bwana Yesu, najiweka wakfu kwa ajili ya maombi haya. Natangaza Roho wa Bwana, niko tayari. La kabaya da barada rana masayadia ekayadia ba asali baradia lekebereberebe apiga kelele, anasema fungua sana kinywa chako nami nitakujaza. Fungua kinywa. Shada barada rakabayada ayatayanama ekabayaraba lakayanama. Lete bubujiko ndani ya kanisa, lete bubujiko ndani yangu, lete bubujiko. Piga kelele, sema Yesu, sema Yesu, tusaidie, tusaidie. Sema Yesu, tusaidie. Lete bubujiko jipya ndani ya kanisa lako na ndani ya kila mshirika wa madhabahu hii katika jina la Yesu. Lete bubujiko. Anza kuomba. Omba kwa mzigo, omba kwa mzigo,
randa rabaya, randa rayata, lakayandaba, akayadaba, rakabayada, shana maradaba. Wako wapi akina mama? Hatuombe kwa mzigo tena, hatunautaka moyo wa ibada, hatunataka bubujiko la Roho wa Bwana ndani yetu na ndani ya washirika wenzetu. Shagabagadaba, rakadabayadaba, lekadabayadaba, arana makataya, yakayabaraba. Atibua visima vilivyofukiwa na adui, visima vya maombi vilivyofukiwa na adui. Amsha shanaya rayata lakaya ekadabasaya rana makatoria ladabagadadabaraba shadaragabaradababa yakayabaradabasaya lakadabaradabasana. Apiga kelele shadabaradadada rakabababababa yakadadabasaya rakadabayadaba radarabasaya. Wakati upentekoste unaingia Tanzania, hatulikuwa tunaitwa dini ya watu wanaolia. Leo tunataka kurudi kule, hatunataka kurudi kule, hakone kulia, hakone kuomba kwa mzigo, hakone kuomba kwa bubujiko. Shadabaraba rakadabaraba yakadabaraba shaparadabada rakadabaya ayana masaya rayakatoya ekayadabadaba. Roho Bwana anitibue tena, anitibue tena. Zapakato rakatapa rakapai eparada masaya lekaragada baraba ariataya aselianama. Ziko wapi kelele za watu waliochoka hakukaa bila bubujiko? Ziko wapi kelele? Shadaya hayadaba hayadaba. Mungu wetu hajafa, yuko hai, akiitwa anasikia. Shayana reka parada ariataradaba rikama ya barabo sabarabaraba rakaba ya baraba. Wakina mama ita kwa ajili ya WWK, ita bubujiko jipya. Shanaya haraba katabaya yakabayadaba rakadabayanda zetetetetete lekaragadaba ragadabaraba. Achilia bubujiko, achilia bubujiko, achilia bubujiko. Yesu, hili ni kanisa lako, achia bubujiko tena. Amsha waombaji waliokuwa wamelala, watie tena nguvu, wape ile bubujiko, lile bubujiko. Shandaragada rakabayada yakayabababa yantayanama shagabayada rakadabaya azotalamanda rekana masanda rekana makata lekaragadaba rakayana masaya arabobobobosa yadabadabadabadaba yadabada yakapayana masanda lakaradabaraba yakapayana makata lekaragadabaraba santayana antorabaya yakapariata lekaragadaba rakanamayana aye salamande rekayana asaparia lekapariata zantayana radabarababo yekaradabarababo yekadabaradadada. Yesu, 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 Yesu. Sayera dada, arega bayada, ayada dadabo, ekayana maraba, ekarabaya, ayana masaya, ayakaya barada. Hatunazitaka zile ibada za machozi tena, hatunazitaka zile ibada sadabaya laradabarabaraba yadabarabababa yakayadabarababa randaramasaya ayana makaya lekarabaraba lekarabaraba randa masanama yakapayaraba rekana makaya ladabarabaraba. Yesu aradabaya
Yesu, Yesu, Yesu. Haya ni machozi ya ibada. Randa maka yanda kapa reka yada asayama la barada barada yagaba yada barada manda yagada bayada sadia 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 adia da bada bada adia da bada bada adia karaba baba baba yakarada baraba baba yakayada mama mama. Hatunataka bujiko kwenye ibada za zoni, kwenye ibada za zoni. Reka yada baraba yada raba raba zaka yada mama rakada baraba raba Yesu raba yada baraba baba yada rada raba araba de bayada yakayada baraba. Muombaji mwenzangu, usichoke hapo ulipo, apiga kelele, yeye anasikia. Mwite Yesu, Yesu, Yesu. Sadabarabaraba randa rakapa yakayada baraba ranta rada masai lekarada makatai regabaraba baba sanda arabada basaya rakayana masaya yekayabaraba baba rekarada baraba Mantayana Masaya lekaparabaraba rantaya asa. Hatutachipua tena, acha tuchipue. Roho ya maombi chipue, chipue. Roho ya maombi chipue, roho ya ibada ichipue. Sadabaraba 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 rakadabaria lekana makataya masanda kato rekayadaba aranda kapayada yakaparabasaya yantayana masaya. Anatusikia, anatusikia. Sagabarada rakadabaya yakanamaya lakabayadia. Yesu, Yesu, Yesu. Ulisema sikio lako asio zito, unasikia Baba. Yesu, Yesu. Aradabaya yakayadaba rapayadaba lakayadaba ramakataya lakabayadaba sadiama. Wala usiache kuomba. Waombaji, nisikie sauti yako. Waombaji, nisikie sauti yako. Waombaji, nisikie sauti yako. Sikia sauti yako, nisikie sauti yako. Shadabarabara yakarabada masaya rakatabayadaba aratayana masaya lekayabaradaba ikatayanaba lakaparabaya esadabaria rekatayanaba. Yesu, Yesu, Yesu. Ulisema tukuite, ulisema tukuite, nawe utaitika. Itika, itika, wanao tunakuita. Shadabaraba rakaradaba yakabayarabaraba rekanabaraba. Wale waombaji uliyekuwa umepoteza bubujiko, itakabidi, 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 itakabidi. Sarabarabaraba yakaradabaradia rekadabarabaraba yanaya. Bubujiko likiondoka, ibada imeondoka. Shadabadaba rakatayanama lakabayaradaba rekanama sadia lekayadabadaba. Apiga kelele. Kanuni ya kuomba na mtu ni kuomba kwa sauti. Unapoomba na huyo shujaa, omba naye kwa sauti. Yoeli anasema hata aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Omba naye kwa sauti ya kwamba Bwana amuinue tena. Anasema kule kuomba kwa imani hakutamuinua mtu yule. Shana manadada rakanana mayada lakayarabababo sapayana makaya lekayada baraba lakayada manama rakayada baraba. Atulie tena,
atulie tena kwa Yesu. Hajawahi kutuacha, hatatuacha. Ratatatata yakaparaba. Yesu, 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 ulisema uko mbali, uko karibu. Njoo, njoo, njoo mwenyewe, njoo mwenyewe, utuamshe tena. Njoo mwenyewe, ulisema uko mbali. Haria, haye, hayeria, 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 harierererere, 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 harie, hariere, yarera barabaraba, yarera barabaraba, yarera barabaraba, yarera barabaraba. Yesu, Yesu, masalia lekabaya erananaya ayarada baraba, ayarada baraba, ayarabarada, yadabarabade. Yesu, mwamba, mwamba wa karibu, msaada wa karibu. Hatunakuita, hatunakuita, hatunakuita Baba, Baba, Baba. Shaya, ayeria, rekelaya, asoria. Wamama piga kelele, wababa piga kelele. Muite Yesu. Batimayo aliita, hakuacha, aliendelea kuita. Endelea kuita, endelea kuita. Yeye ana huruma, yeye ana upendo, yeye ana rehema, hata tusaidia. Yeye ana huruma. Riraradaya, irabayaraba, regayanabadaba, shayarabaraba, rakayanama, ekayarabababo, rakapayanama, ladadadadada, 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 rana makato, yakarabaraba. Yesu, 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 Haria, yale maombi ya usiku wa manane unauishwa tena, unauishwa kwa ajili yale maombi ya kila alfajiri. Yesu, Yesu, hadia, 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 hare, hare, saya baradaba, rakayana baraba, yakabayana baraba, yakayana baraba. Uliye na kiu unamiminiwa maji. Haya ni maji ya maombi, unamiminiwa maji, bubujiko jipya. Shadaya, shadabarabaraba, rakaradaba mama, yakarabarabaraba, yakapayarabaraba, zekededededede, yakaradabababa, yantayana masanda, lekaradabaraba. Yesu, Yesu. Ametuahidi ya kwamba anazo nguvu, ametuahidi ya kwamba anazo nguvu. Hatukiomba atatujia, tukiomba atatusaidia, hatukiomba atatubeba, atatubeba.
Hatukimuita ana masikio, hatasikia na atakuja. Shadabaraba Yandarakarabaya Yakadabaradaba Yakatayanaba. Tunakuita Yesu. Mandarataya 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 Zelamakataya. Nisaidie jambo moja. Ukiwa kwenye hali hiyo hiyo, kuna nguvu ya ajabu inatembea. Kuna nguvu ya ajabu inatembea. Kuna nguvu ya ajabu inatembea. Roho Mtakatifu yuko hapa. Roho Mtakatifu yuko hapa. Kuna nguvu ya ajabu inatembea. Kuna watu wanauishwa tena. Kuna watu mnauishwa tena. Kuna watu mnauishwa tena. Nasikia Baba ananiambia yuko mahali hapa, anauisha tena, anauisha tena. Vile vilivyokufa vinauishwa tena, ile mioyo iliyokufa. Roho wa Bwana iko hapa, kazi yake ni kufufua. Shadabadabadaba yakayanda masanda ratayanda katoria lekadabarabaraba yatayanda masanda rayo aye ayelia ayelia adidadabadabadaba 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 adia 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 adidebedebedebe zaradabadabadaba yadabadabadaba yakabayadabadaba aredia mananaya. Sema Yesu. Sema Yesu. Ita hilo jina ndani ya dakika tano. Ita hilo jina ndani ya dakika tano. Aliitaye jina la Bwana hakuwahi kuachwa, hata kama alikuwa kwenye shimo. Yesu alimwinua akampandisha. Hakuna aliyeliita jina la Bwana. Daudi alizingirwa, alipozingirwa na watu akaliita jina la Bwana, wakakatiliwa mbali. Rada ya Yesu, Yesu, liite tu jina, liite tu jina. Hatujapewa jina jingine litupasalo kuokolewa kwalo, ni hili jina la Yesu. Liite, ita Yesu, Yesu. Mara ya pili Yesu. Sikiliza, twende kwa mtiririko huu. Nikisema moja, unaliita hilo jina Yesu. Nikisema mbili, unaliita tena hilo jina Yesu. Hatuna jina jingine. Tungekuwa na jina jingine tungeliita. Hatuna jina lingine. Tunalo jina la uzima, tunalo jina la ushindi, tunalo jina la uponyaji, tunalo jina la uweza. Nikisema moja, unaita Yesu kutoka ndani ya moyo wako, na hii ni kutaka Yesu atusaidie. Moja. Sauti yako haijatoka vizuri, tunaanza tena upya. Moja. Huyo Yesu anaweza, huyo Yesu hajawahi kushindwa. Huyo Yesu anasema akiitwa anakufanyia mambo yaliyokuwa magumu kwako, mambo uliyoshindwa, mambo ambayo hujui cha kufanya. Mbili. Yesu alipoitwa aliitika, alipoitwa aliitika, hakunyamaza. Mungu wetu hajui kunyamaza. Elia alipomuita aliitikia. Tatu. Unayemwita ndio msaada wako wa mwisho. Daktari atashindwa, Yesu hawezi kushindwa. Ndugu atashindwa, Yesu hawezi kushindwa. Nne. Yesu. Endelea kunena kwa lugha. Yana makaya shalabaradaya zeparata yanama. Yesu wangu, oh Yesu, oh Yesu,
Tunakwenda 5. Yesu. Naiona Yeriko inatikisika. Yesu, kuna watu wamekoma kwenye madeni. Yesu, kuna watu Sita. Yesu, jiandae kwa hii mara ya mwisho. Hii mara ya mwisho unazamia huko, unazamia kwenye hilo jina. Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Anasema nilizunguka nikawakatilia mbali kwa jina la Bwana. Hayatayarabasaya. Jiandae kwa mara ya 7. Msaada wako uko hapa, msaada tele, msaada wa karibu upo kwenye hili jina, upo kwenye hili jina. Wako wapi watu walio tayari kumwita Yesu kwa mara ya 7 aje kwenye kanisa lake? Je, si yeye aliyesema tumuite? Si yeye aliyesema tumuite? Si yeye aliyesema tumuite? 7. Yesu. Haya yadabaradada yadadana masaya yagabayarabaraba. Omba ukiwa napiga makofi. Shadaba yadaba rakayana mamama yakapayarabaraba yakayana masaya lakaparabaraba litelo jina sharararararara rakanana masaya yaparana makataya lakabayarabaraba. Wala usichoke. Shana marada baraba rakana mama masanda rekaraga barada yakaturia nama eranda raba uje mwenyewe shada dada baraba rakaya na masaya aranda raba baba. Endelea kumuita. Uite Yesu. Shadira. Ayaraba. Ulisema naposhindwa nikuite. Leo nakuita Yesu. Wengine wanataja magari, wengine wanataja ndugu zao, wengine wanataja connection zao. Connection yangu wewe Yesu. Ayanaya yule ndugu Yesu anamwona, anamuuliza vipi, unataka kupona? Anasema sina mtu. Watu walikuwa wanambagua, aliyekuwa anabaguliwa Yesu akamsaidia. Ni kweli wamekubagua, ni kweli wamekukataa, ni kweli hawataka kusaidia, lakini Yesu yupo. Shada baraba shada da yada basayada kaparana mayadaba shirana mana rana na ya aya ita Yesu. Hebu jinyenyekeze mbele zake. Ita tena Yesu. Harerarabaya. Ndio jina hili lipitalo majina yote. Yesu. Shadadaya
shadadaya, shadadaya. Niko hapa nisaidie, niko hapa mwanao nibebe, niko hapa. Musa akamwambia Bwana, nitawaambia ni nani, na mimi Yesu ukinisaidia nitawaambia ni wewe, ni wewe Yesu, Yesu. Adera adera adere shadadadadada radadadada basayana ayara basayana yakayana masanama ekapayana masana. Hebu zungumza na Roho Mtakatifu, shadadabadadada, mweleze unavyompenda. Shanana mayadadadabo rekayana rakayadabo shadamande radera azeparira basaya yantorada bayada rekayana masadia lekarira bosa ededebe sayana adedada basodia lekariada basaya arada basane akaparana mayanda zantayanama aranda rabaya. Wewe ndio mtu wangu wa nguvu Yesu, wewe ndio Mungu wangu. Nimekukimbilia nisaibike, nimekukimbilia nisaibike. Usiniache nikaibika, nibebe kwa mbawa zako tena. Shadabadabadabadaba, shadabadabadabadaba. Nimeona wavuvi wa samaki walikukimbilia, ukawafanya kuwa majitu, majitu ya imani na Injili. Hata watu wakajiuliza, hawa mbona hawakusoma, hawa mbona hawakuwa na maarifa, hawa imekuwaje? Wakagundua ni wewe Yesu. Nami nimekuja kwenye chumba chako, uniponde ponde tena. Nimekuja kwenye chumba chako, univunje vunje tena. Shadabadaba shadadayada haradabayana manama yakayabadabadabadabo ikayana masaya. Niponde ponde tena, niponde ponde tena Yesu, niponde ponde tena Yesu. Wewe uliyempokea ukampokea Musa mwenye kigugumizi akiwa na umri mkubwa, ukamgeuza kuwa shujaa. Shariada rekadadabaya, nisaidie, niponde ponde, nitengeneze, nivunje vunje tena. Haya tayada shadayada da 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 da. Moja ya kiashiria kwamba umekuwa mkomavu katika mambo ya Mungu na katika Mungu ni unyenyekevu, ni kumwambia Bwana akuponde ponde. Baba, nivunje vunje. Ulisema hapa, hii ni nyumba yako ya mfinyanzi, nikija hapo utanivunja vunja, utaniponda ponda tena. Rananayana ayadadabadabadabadaba radadabayananananana. Sitakuwa kama Yeshuruni, nisaidie nisiwe kama Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke akakusahau Mungu uliyemfanya. Niponde, niponde, niponde. Yesu, unaitwa mfinyanzi, nimejileta mwenyewe Yesu, 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 nivunje vunje, ponda ponda roho yangu na moyo wangu. Shana mananana yakadabayada yakarananaya yakapayaraba lekananayana. Nikumbushe, nikumbushe ya kwamba ni wewe, ni wewe unayestahili kuabudiwa. Nikumbushe Yesu ya kwamba utukufu haujawahi kumpa mwingine. Shana makana mayana randa katayanama. Baba, nisaidie. Yesu, 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 Baba, Yesu, 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 arararararaya, arararararaya, ya
ufundishe moyo wangu kukutumainia, ufundishe moyo wangu kukutegemea. Sharirarabarabaraba arirarabarabarabo larirabarabarabari ya na nikumbushe, bila wewe siwezi, bila wewe siwezi. Mkumbushe Roho Bwana, zungumza na Roho Mtakatifu, mpenzi wa karibu. Roho yakatora na masaya yakaparada bayana asana na yanda radaba yakapayana masana rekana na yanda rababa. Wewe uliyefinyanga mavumbi ukamfanya hapo mwanadamu, unaweza ukanifinyanga tena, unaweza ukaniponda ponda tena, unaweza ukanichonga ukanitengeneza ili nikufae tena Yesu. Shadanana shadanana. Hakuna wamama hapa Yesu wanayeweka matumbo yao ya uzazi wakfu ili wakuzalie wewe. Shadadaya haradadaya naradana. Hakuna wengine wanaweka akili zao wakfu ili wazitumie kwa ajili yako. Wanaweka vyeo vyao wakfu kama ambavyo wazee kule mbinguni wanavua taji zao. Wanakukabidhi wewe, nakukabidhi taji yangu. Shanarananana yanda kaparanama yatayana masadaba rakayana masaya are shana makaba yadaba yakapayana masaya. Shujaa mzuri wa maombi, unaweza ukasimama pale ulipo. Unaweza ukasimama pale ulipo. Nilikwambia kuna watu hawaombi kwa sababu ya shambulizi la kiroho. Kuna watu wameshambuliwa kiroho, mwili wake umeshambuliwa, afya yake imeshambuliwa. Maana na mashadadadaya. Shetani ili kumfanya Ayubu asiombe, alishambulia watoto, akashambulia mali, baadaye akashambulia na afya ya Ayubu. Lengo ni ili Ayubu asiendelee kuambatana na Mungu wake. Ayubu alikuwa ni prayer warrior. Biblia inasema kila asubuhi alikuwa anaamka anaomba, na anaomba kwa ajili ya watoto wake. Mwingine inawezekana adui kuna mahali alishambulia tu, na kwa sababu hiyo ukakata tamaa ndani yako. Umepigwa na hali fulani ya kukata tamaa. Saa hii Yesu tunaye, na tukageuze kila shambulizi la adui. Kadara mashaya madaraba aridana mashadia daba. Inua tu mikono yako juu pale ulipo. Inua tu mikono yako juu pale ulipo. Yesu ulikuwa unamuita unaye. Sema Yesu. Sema tena Yesu. Ninasimama nikiwa nimezivaa silaha zako zote, nikiwa na ngao ya imani. Kwa jina la Yesu ninasimama kwa ujasiri, nikiwa na nguvu zako na mamlaka yako. Ninaamrisha kila mshale wa adui kinyume na muda wangu na Mungu, kila mshale wa adui kinyume na afya yangu, kinyume na imani yangu, leo ninaugeuza umrudie adui kwa jina la Yesu. Kwa sauti
Nikisema kwa sauti nasema kwa jina la Yesu. Kwa sauti sema katika jina la Yesu. Ninaagiza kila udhaifu wa kimwili alionitupia ili nisiombe, ili nisifunge, na geuza umrudie adui kwa jina la Yesu. Leo natangaza kila silaha ya kipepo inayotumika kinyume changu, inayotumika kinyume changu ili nisiombe, haribika, haribika, haribika kwa jina la Yesu. Anza kuomba ukishambulia, amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. La paratapaya yakapaya daba